Ukiziona dalili hizi 10, tambua mtu huyu anakupenda kimya kimya. Je, umegundua kwamba kuna mtu fulani anabadilika kabisa anapokuwa karibu na wewe, lakini hajawahi kusema waziwazi kwamba anakupenda? Anaweza kuwa mtu anayekutafuta bila sababu ya msingi, anakumbuka vitu vidogo sana unavyosema, anafurahia kuwa karibu na wewe, au wakati mwingine anakutazama kwa namna ambayo inakufanya ujiulize, hivi huyu mtu ana hisia gani kwangu? Lakini swali kubwa ni hili: unawezaje kutofautisha kati ya mtu anayekujali tu na mtu ambaye ana hisia za kimapenzi lakini anazificha? Leo nitakufundisha dalili 10 ambazo zinaweza kukusaidia kuelewa zaidi tabia ya mtu anayekuwa na hisia kwako lakini hajawa tayari kuziweka wazi. Na kuna dalili moja hasa ambayo watu wengi huipuuza, lakini inaweza kukufanya uanze kuangalia matendo ya mtu huyo kwa mtazamo tofauti kabisa. Usikimbilie kuhitimisha kwamba mtu huyu anakupenda kwa sababu ya dalili moja, bali endelea mpaka kutazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu tutazungumzia jinsi ya kuangalia mchanganyiko wa dalili, mazingira na mawasiliano kabla ya kufanya hitimisho. Basi kama umewahi kujiuliza, je, huyu mtu ananipenda kimya kimya? Endelea kutazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu huenda leo ukapata jibu la swali ambalo limekuwa likizunguka kichwani kwako kwa muda mrefu. Dalili 10 za mtu anaweza kuwa na hisia za kimapenzi kwako. Kabla tujaendelea na video hii, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi sana kujifunza. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 10 ambazo ukiziona basi tambua mtu huyo anakupenda kimya kimya. Dalili ya kwanza, anakutafuta mara kwa mara bila sababu ya msingi. Mtu anayekuwa na hisia anaweza kutafuta nafasi ya kuwasiliana na wewe, kuuliza umeamkaje, kukuulizia siku yako imeendaje, au kuanzisha mazungumzo kuhusu mambo madogo. Lakini hapa kuna jambo muhimu: usiangalie tu idadi ya ujumbe, angalia nia na uthabiti wa mawasiliano. Kama anakutafuta kwa heshima, anakusikiliza na anaonyesha shauku ya kukujua zaidi, hiyo inaweza kuwa ishara kwamba anakuthamini kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo ishara ya kwanza ambayo ukiona, basi tambua mtu huyo anakuwa anakupenda kimya kimya. Anakuwa anakutafuta mara kwa mara bila sababu ya msingi. Anaweza kupigia simu tu, yani ni mtu ambaye anakuwa anakutafuta mara kwa mara. Anaweza kujulia hali yako, umeamkaje, unaendeleaje, vipi. Yani unakuta mara kwa mara ni mtu ambaye anakuwa anakutafuta mara kwa mara, ni mtu ambaye anakuwa anakutafuta. Kwa hiyo, lakini hapa kuna jambo tu la muhimu: usiangalie tu idadi ya ujumbe, angalia nia na uthabiti wa mawasiliano. Kama anakutafuta kwa heshima na kusikiliza na anaonyesha shauku ya kukujua zaidi, hiyo inaweza kuwa tu ishara kwamba anakuthamini kwa namna ya kipekee. Lakini ishara ya pili, anakumbuka vitu vidogo unavyomwambia. Mfano, labda uliwahi kumwambia jambo dogo kuhusu kile unachopenda, jambo lililokukwaza au kitu muhimu kilicho kuhusu, alafu baadaye akakumbuka. Hii inaweza kuonyesha kwamba anakusikiliza kwa umakini. Kwa mfano, unaweza kutaja jambo moja mara moja tu, lakini baada ya muda akakuulizia kuhusu jambo hilo. Haimaanishi moja kwa moja kwamba anakupenda, lakini inaonyesha kwamba mazungumzo yenu yanaweza kuwa na umuhimu kwake. Kwa hiyo ni mtu ambaye, ishara ya pili ya mtu ambaye anakupenda kimya kimya, anakumbuka vitu vidogo unavyomwambia. Yani ni mtu ambaye anakuwa anakumbuka vitu vidogo sana ambavyo unamwambia. Yamkini labda kuna jambo uliwahi kumwambia mara moja tu, labda pendi jambo fulani au kitu fulani huwa kinakukwaza au jambo fulani, yani uliwahi kumwambia kitu kidogo, lakini mtu huyo anakuwa anakumbuka vile vitu vidogo vidogo. Yamkini hata mwenyewe uliwahi kusahau kama uliwahi kutamka jambo lile, lakini anakukumbusha, unakumbuka ulisema 1 2 3. Kwa hiyo anakuwa anakumbuka vitu vidogo unavyomwambia. Ni mtu ambaye anakuwa anakumbuka vitu vidogo unavyomwambia. Kuna wakati labda hata mwenyewe unajikuta ni muda mrefu na ulishasahau, lakini yeye anakuwa na uwezo wa kukumbuka jambo hilo. Lakini ishara ya tatu ya mtu ambaye anakupenda kimya kimya, anatafuta sababu za kuwa karibu na wewe. Yani ni mtu ambaye anakuwa anatafuta sababu
za kuwa karibu na wewe. Mtu mwenye hisia anaweza kujaribu kupata nafasi za kutumia muda pamoja na wewe, anaweza kujiunga na mazungumzo ulionayo, kukaa karibu na wewe kwenye mazingira yanayofaa, au kutafuta shughuli ambazo mnaweza kufanya pamoja. Lakini usitafsiri kila ukaribu kuwa ni mapenzi. Watu wanaweza kuwa karibu kwa sababu ya urafiki, masomo, kazi au maslahi yanayofanana. Kwa hiyo kinachokuwa muhimu ni kuona kama tabia hiyo inajirudia na kama kuna dalili nyingine zinazoambatana nayo. Kwa hiyo hii ni ishara ya tatu ya mtu ambaye anakuwa anakupenda kimya kimya. Anakuwa anatafuta sababu ya kuwa karibu sana na wewe. Ni mtu ambaye anakuwa anatafuta sababu, anajitahidi kutafuta muda wa kuwa karibu na wewe. Lakini dalili ya 4 ambayo ukiona basi tambua mtu huyo anakupenda kimya kimya, anaonyesha kujali. Ni mtu ambaye anakuwa anaonyesha kujali sana. Unapokuwa na changamoto au unapokuwa na siku mbaya, mtu huyo anaweza akakuulizia kama uko sawa, na anapogundua kwamba umechoka, umesononeka au unapitia changamoto, anaweza kuonyesha kujali kwa kukuuliza kinachoendelea. Mtu anayekujali kwa dhati hataki kuona unaumia bila sababu. Hata hivyo, kujali sio lazima kuwa mapenzi. Inaweza kuwa tu ni ishara ya urafiki mzuri au utu. Kwa hiyo hii ni ishara ya 4. Anaonyesha kujali, ni mtu ambaye anaonyesha kujali. Anapokuwa anaona hauko sawa, ni mtu ambaye anaumia. Anapokuona pale hauko sawa, anapokuona mbona kama kuna jambo aliko sawa, ni mtu ambaye anakuwa anaonyesha kujali, ni mtu ambaye anakuwa anaumia kweli. Yaani hapendi kuona ukiwa hauko sawa. Ni mtu ambaye anaonyesha kujali sana. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto au unapokuwa unapitia kwenye kipindi kigumu, yeye anakuwa anaonyesha kujali, yuko bega kwa bega, anaweza kupigia simu, unaendeleaje, unajisikiaje, vipi hali yako, umekula, umefanyaje. Kwa hiyo mtu anayekujali kwa dhati hataki kuona unaumia kabisa. Kwa hiyo hata hivyo, kujali sio lazima kuwe ni mapenzi. Inaweza kuwa ni ishara ya urafiki mzuri au inaweza kuwa ni ishara ya utu. Mtu anaweza kuwa na utu na vitu kama hivyo. Lakini ishara ya 5 ambayo ukiona basi tambua mtu huyo anakupenda kimya kimya. Mazungumzo yake na wewe yanaonekana kuwa tofauti. Kuna watu ambao mtu anaweza kuzungumza nao kawaida kabisa, lakini anapofika kwako mazungumzo yanakuwa marefu zaidi, yenye maswali mengi na ya kujua kwa undani zaidi. Anaweza kuuliza kuhusu ndoto zako, mambo unayoyapenda, malengo yako au vitu vinavyokufanya uwe na furaha. Hii inaweza kuonyesha kwamba anataka kufahamu zaidi kama mtu, na hiyo ni muhimu zaidi kuliko kuangalia tu kama anakutumia ujumbe mara nyingi. Kwa hiyo ni mtu ambaye mazungumzo yake na wewe yanaonekana kuwa tofauti. Yaani unakuta anaweza kuwa anawasiliana na watu wengine ni sawa, lakini jinsi anapokuwa anawasiliana na watu wengine ni tofauti na anavyokuwa anawasiliana na wewe. Yaani ikifika kwako, mazungumzo yanakuwa marefu zaidi. Anaweza kuwa anakuuliza maswali ya undani zaidi kwa lengo la kujua zaidi. Kwa hiyo ukiona ishara hii, unatakiwa utambue mtu huyo anaweza kuwa anakupenda kimya kimya, lakini anaogopa kukuambia. Lakini usihitimishe kwa kigezo hichi kimoja. Lakini ishara ya 6 au dalili ya 6, anaonekana kuwa na aibu au kuchanganyikiwa akiwa karibu na wewe. Ni mtu ambaye anakuwa anaonekana kuwa na aibu au kuchanganyikiwa akiwa karibu na wewe. Wakati mwingine mtu huyo anaweza kuwa mchangamfu na mwenye kujiamini mbele ya watu wengine, lakini anapokuwa karibu na wewe, anapokuwa karibu na mtu anayemvutia, anakuwa na aibu au hajui aanzie wapi kuzungumza. Anaweza kucheka zaidi, kushindwa kutazamana machoni kwa muda mrefu, au kuonekana mwenye wasiwasi kidogo. Lakini hii nayo sio ushahidi wa mapenzi. Watu wengine huwa waoga au wenye aibu ya kwa ujumla. Kwa hiyo angalia kama tabia hiyo hutokea hasa kwako na kama inaambatana na dalili nyingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana kuwa na aibu au kuchanganyikiwa akiwa karibu na wewe. Yaani mnapokuwa karibu na wewe, anaweza akaogopa kuangalia usoni, akaogopa akawa anajificha uso wake. Yaani unakuta ni kwako tu, lakini kwa watu wengine unakuta ni mtu ambaye anakuwa na confidence, ana ujasiri na anaweza kuongea confessing. Lakini mnapokuwa nyie wawili, ni mtu ambaye anakuwa anakuogopa kuangalia usoni, anakuwa na aibu. Ukimwangalia usoni anacheka cheka ovyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ishara ambayo inaweza kaa inaonyesha mtu anakupenda
kimya kimya, ila anaogopa kuambia. Lakini ishara namba 7, anakuheshimu. Yaani ni mtu ambaye anakuheshimu na kuheshimu mipaka yako. Ni mtu ambaye anakuheshimu lakini pia anaheshimu mipaka yako kwa ujumla. Hii ni moja ya dalili muhimu zaidi. Mtu anayekuthamini hawezi kulazimisha kufanya jambo usilotaka. Ataheshimu maamuzi yako, muda wako, nafasi yako binafsi na mipaka yako. Kwa hiyo usipime hisia za mtu kwa kiasi cha wivu au umiliki. Mapenzi yenye afya yanaambatana na heshima. Lakini ishara ya 8 ya mtu ambaye anakupenda kimya, anakufurahia unapofanikiwa. Ni mtu ambaye anafurahia anapokuona unafanikiwa. Mtu anayekuthamini anaweza kufurahia mafanikio yako bila kujaribu kukushusha. Ukipata matokeo mazuri, kufanikisha jambo fulani au kufika lengo fulani, anaweza kupongeza kwa dhati. Hii inaweza kuonyesha kwamba furaha yako ina maana kwake. Lakini tena mtu anaweza kufanya hivi kwa sababu tu ya urafiki mzuri. Kwa hiyo usitumie dalili hii peke yake kutoa hitimisho. Lakini dalili namba 9, anaonyesha nia ya kukufahamu zaidi kwa muda. Hisia za kweli haziwezi kupimwa kwa tukio moja. Angalia mwenendo unaojirudia kwa muda. Je, anakumbuka mambo unayomwambia? Anakuheshimu? Anakutafuta kwa mawasiliano yenye maana? Anakusikiliza? Anaonyesha kujali? Anafurahia muda anaotumia na wewe? Mchanganyiko wa tabia hizi unaweza kukupa picha kubwa zaidi kuliko ishara moja. Lakini ishara ya 10 ya mtu ambaye anakupenda kimya, hatimaye anaanza kuonyesha hisia zake kwa uwazi zaidi. Dalili kubwa zaidi sio kusoma mawazo yake, ni mawasiliano ya wazi. Kadiri muda unavyokwenda, mtu anaweza kuanza kusema wazi kwamba anakuthamini, anafurahia uwepo wako au anahisia fulani kwako. Hapa ndipo mazungumzo, heshima yanakuwa muhimu. Badala ya kujenga hitimisho kutokana na kila tabasamu, ujumbe au mtazamo, ni bora kumpa mtu nafasi ya kueleza mwenyewe anachohisi. Kwa jambo la msingi, kwa hiyo kama unaona mtu akifanya baadhi ya mambo haya, usiende haraka kusema huyu lazima ananipenda. Badala yake jiulize, je, tabia yake ni ya muda mrefu? Je, anakuheshimu? Anakusikiliza? Je, anakujali bila kukulazimisha? Na zaidi ya yote, je, kuna mawasiliano ya wazi kati yenu? Kwa sababu wakati mwingine tunachokiita mapenzi ya siri kinaweza kuwa urafiki mzuri, heshima au mtu anayekuthamini sana. Na kama kweli kuna hisia, njia salama na yenye afya ya kujua ni mawasiliano ya wazi, ya heshima, bila shinikizo lolote. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment unajifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.